Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema zake za uhai na uwezo na nguvu za kuweza tena kufika katika tarehe yetu ya leo, kwa kuweza kuwapokea mahujaji wetu ambao wameenda zao kufanya ibada ya hija. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kama tutaweza kukumbuka, tuliondoa na Saudi Arabia kwa mara ya mwanzo ilipokuja mahujaji 297, lakini leo tunasema sio kwa masikitiko, lakini akifa binadamu lazima tutasema ni masikitiko, lakini tunashukuru, bila shaka ni neema. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kapanga. Mwenyezi Mungu amrahamu kaka yetu, amzidishie daraja. Kwa hivyo leo tumeweza kupokea mahujaji 296. Alhamdulillah, mahujaji wote wako vizuri. Tumekuwa na wheelchair moja tu ya mama ambaye alikuwa hajisikii, lakini kwa kweli mpaka tulivyoweza kumtoa nje alikuwa yuko vizuri, anazungumza. Ni hali ya uchofu na ya kawaida, yani ikiwa age kubwa inakuwa inatokea kama ile, lakini yuko vizuri, wala hajapelekwa hospitali, karudi nyumbani na familia yake kuweza kupumzika vizuri. Alhamdulillah, kama tumewaona, yani mahujaji wako katika hali njema, na tunawashukuru. Taasisi zote zimeweza kushirikiana na sisi kuweza kuwashughulikia mahujaji, lakini kama tunavyojua safari ni safari. Kwa kweli kwa mara hii kidogo tumepata mtihani wa mabegi. Takriban mahujaji 130 wameweza kukosa mabegi yao, lakini tunawatoa wasiwasi watu wote na wananchi wote kwa ujumla. Hii ni kawaida ya safari, ambapo kawaida ya safari ikiwa na watu wengi huwa yanatokea mambo kama haya. Lakini Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana tukishirikiana na wenzetu Utahiza na mashirika yenyewe tutahakikisha haya mabegi yanapatikana, wala wasiwe na wasiwasi, kwa sababu tunajua ndege zetu 8 zipo. Hii ni ya kwanza na tumesha ripoti kwa wenzetu ili waweze kulishughulikia swala hili. Tunajua safari inakuwa ni ngumu na watu ni wengi, kwa hivyo mambo haya ni ya kawaida, wala watu wasipanic. Tunachoomba tu kwa mahujaji na viongozi wao waliokuwa Saudia pamoja waliokuwa hapa, wawatie moyo mahujaji wakifika hapa, wasipanic, wasisuse wakisema yani hatuandiki tena, sisi tushamwachilia Mungu. Sisi tuko hapa kuweza kushirikiana. Serikali iko kwa sababu ya kuwasaidia mahujaji, na inshallah mabegi yote yatapatikana kwa salama usalimini. Kwa hivyo kwa kweli tunashukuru, alhamdulillah. Tumeanza na usiku pia tutapokea mahujaji wengine, pamoja na alfajiri kesho zitakuwa kwa ndege 2. Kwa hivyo tunawaomba wananchi wote tuzidi kushikamana na tuendelee vizuri katika kuwapokea mahujaji wetu ili tuendeleze nchi yetu inshallah. Tunaendelea kushukuru kwa dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar kwa kutupa nguvu, moyo na mashirikiano makubwa ya kuweza kukuweko hapa katika harakati hizi za kupokea mahujaji. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu yenye baraka, tupendane, tusaidiane, tusameheane na tuzidi kuendelea mbele inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu, mimi jina langu naitwa Suleiman Muhammad Ahmed, ni katibu wa taasisi ya Arafat Hajj and Umrah Service, na tuliondoka hapa kuelekea katika mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya ibada ya hija. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumelifanikisha hilo, na leo mashallah alhamdulillah tumerudi hapa mapema kwa ajili ya kuwarejesha mahujaji. Takriban tumefanya kazi yetu vizuri, nashukuru. Kwanza tumepewa mwongozo mzuri sana na serikali, lakini Wakfu na Mali ya Amana kupitia katibu mtendaji ambaye ni Rais Ilbetha walitupa mwongozo vizuri, wakatusimamia vizuri, wakatuongoza vizuri kwa wakati wote kabla ya kuondoka. Tukiwa safarini, tukiwa katika mji mtukufu wa Maka na Madina, tukiwa katika maeneo ya Mina, Arafa pamoja na Muzdalifa. Kwa ujumla maeneo hayo yote ambayo tumeyataja, alhamdulillah tumekwenda vizuri. Isipokuwa tu wakati tuko katika mji mtukufu wa Maka tulipata mtihani mmoja wa ndugu yetu Al-Khamisi ambaye alifariki kwa kifo cha ghafla, na hili tulilipokea na tukalijulisha familia yake kwa wakati. Lakini ndani ya mtihani huo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pia tulifikisha taarifa kwa katibu mtendaji Wakfu na Mali ya Amana. Wallahi ndani ya dakika 10 amefika. Yani huyu bwana Mwenyezi Mungu ampe uzima na afya aweze kutuhudumia. Ndani ya dakika 10 amefika. Halafu akatupa mwongozo, akalisimamia jambo letu. Dokta ambaye ni daktari mkuu wa taasisi zote za mahujaji, Dr. Nofal, ndani ya dakika 15 naye amefika. Lakini wale viongozi muhimu wote ambao walikuwa wanasimamia jambo hili walifika ndani ya muda mfupi kutuongoza na kutusaidia jambo hilo. Kwa ufupi nimekwenda vizuri, isipokuwa lilibaki kama ni maumivu ya mtihani ambao tumepata ya kifo cha mwenzetu. Basi ni hivyo, Mwenyezi Mungu ampokee roho yake na amlaze mahala pema peponi. Labda niseme tunileke sawa ili
kwamba mahujaji mara nyingi kuna baadhi ya vitu vingi wanakuwa hawavielewi. Sasa si kwamba kuna upungufu wa mabasi, bali wakati mwingine unaweza kupewa utaratibu. Mathalan, mfano unaweza kwamba basi litakuja saa 2 kuchukua, matokeo yake basi likaja saa 1, au matokeo yake basi likaja saa 4. Sasa hii inategemea na mazingira, hasa unapokuwa katika mji mtukufu wa Maka. Hoteli nyingi ambazo tunachukua sisi hasa kutoka Zanzibar, tunachukua hoteli ambazo ziko karibu ya maeneo ya msikiti. Kwa hiyo wakati mwingine basi linataka kuingia na eneo na wakati wa sala umefika. Sasa unapofika wakati wa sala katika maeneo ya mji mtukufu wa Maka, kuna baadhi ya njia zinafungwa. Kwa hiyo sasa mabasi yanakuwa na ucheleweshaji wa kuweza kuingia. Lakini wakati mwingine mabasi yanaweza kuchelewa tu kwa dharura, pengine system haijakaa sawa, hujasomeka, au mtu mwenyewe kiongozi pengine alichelewa kwenda kufanya utaratibu wa kuweza kusomeka katika mfumo ili mahujaji wake wasafirishwe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo changamoto si aina moja, wala huielezee kwa njia, huwezi kuielezea kwa njia ya mkato. Ielezewe changamoto maalum, ina sababu maalum, hiyo ndio inaweza kuelezewa. Hivi kwa jumla huwezi kupata jibu halisi kwa sababu changamoto ziko nyingi za mabasi. Wito wangu kwa serikali, jambo moja ambalo limekuwa gumu sana. Wito wangu kwanza wa serikali, na tunamwomba Mheshimiwa Rais atusaidie hili, pamoja na Mheshimiwa Waziri, pamoja na Katibu Mtendaji Wakfu na Mali ya Amana, masala ya huduma ya choo tunapokuwa katika maeneo ya Mina. Huduma ya Mina katika makazi ya chakula yamekwenda vizuri sana, vinywaji kwa jumla vizuri sana, usafiri kuingia na kutoka yamekwenda vizuri sana. Tatizo moja kuu ya choo, unaweza kukuta choo kuna choo watu 5 lakini vyoo viko 5, lakini kuna foleni inaweza kufika watu 30 au watu 50 au watu 60. Inaweza kufika foleni ya watu 60 wanasubiri kwenda choo. Sasa tunaomba hili jambo litizamwe, litafanywa kwa mtindo gani ili liwe limetatuka. Vinginevyo mahujaji kutoka Zanzibar tutakuwa tunaumia sana katika maeneo ya choo. Kwa hiyo wako watu, kuna mzee mmoja nimekutana naye, choo haja ndogo imemtoka hivi, imemwagia kwenye shuka lake hivi tu. Kwa hiyo inatokezea mambo ambayo wakati mwingine huna namna ya kujizuia, lakini mazingira ya choo ni magumu sana. Lakini nasema amemtaja Mheshimiwa Rais kwa sababu uzito wa jambo lenyewe bora nilipeleke kwake moja kwa moja, pamoja na Mheshimiwa Waziri na Katibu Mtendaji watusaidie ili tatizo liwe limeisha. Vinginevyo tutaendelea kupata tabu. Lakini kijumla mambo mengine yote